Hali gani ndugu mtazamaji, ni matumaini yangu ukiwa mzima wa afya leo, ikiwa ni Desemba 27 siku ya Jumamosi asubuhi. Tutaangazia habari kubwa zopa kipaumbele kwenye magazeti nchini Tanzania, kukuangazia kurasa za mbele na kurasa za nyuma za michezo na burudani. Leo tunaanza kuliangazia gazeti lako la Nipashe lenye habari kubwa zopa kipaumbele. Inaanza na habari inayosema mbinu kuliponya taifa za pendekezwa. Hiyo ni habari inapatikana ukurasa wa 4 wa gazeti lako la Nipashe. Na mtoto akatwa vidole vitatu akidaiwa wizi. Mtoto akatwa vidole vitatu akidaiwa wizi. Hiyo ni habari inaendelea ukurasa wa 15 kwenye gazeti lako la Nipashe. Na habari kubwa asubuhi ya leo kwenye gazeti la Nipashe ni mabadiliko jeshi la polisi. Hiyo ni habari kubwa kwenye gazeti la Nipashe, nasema mabadiliko jeshi la polisi yaibua mazito. Ni kuhusu agizo la Rais Samia kwa polisi kurudisha uhusiano na wananchi. Wasishangilie polisi akipata tatizo, kurejea mafunzo wanayopewa yasiwe ya kupambana na raia. Mapendekezo haki jinai kipaumbele. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Nipashe ukurasa wa mbele. Na kuna habari inasema paroko alani wanaoshindanisha vijana wa vijijini kunywa pombe. Paroko alani wanaoshindanisha vijana wa vijijini kunywa pombe. Lakini ajali za cha majonzi kwenye familia 2025. Ajali za cha majonzi kwenye familia 2025. Lakini adhabu wanaochepuka inavyoacha mateso, vifo. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Nipashe ukurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiachana gazeti la Nipashe, tuangazie kwenye gazeti lako la Mwananchi. Kwenye habari kurasa za mbele inaanza na habari inayosema angalizo ugawaji wa vizimba soko la Kariakoo. Angalizo ugawaji wa vizimba soko la Kariakoo. Habari inaendelea ukurasa wa pili. Na utata ajali iliyoua watano Krismasi. Utata ajali iliyoua watano Krismasi ilitokea alfajiri Desemba 25 wilaya ya Handeni. Waliofariki dunia walikuwa wanawahi kusherehekea sikukuu Moshi. Idadi tofauti yatajwa. Hiyo ni habari inaendelea ukurasa wa 4. Lakini tiketi za kielektroniki ni mfupa mgumu kwenye mabasi. Tiketi za kielektroniki ni mfupa mgumu kwenye mabasi. Wataalamu wamweleza Mwigulu sababu za ujenzi chini ya viwango. Hiyo ni habari endelea ukurasa wa 5 kwenye gazeti lako la Mwananchi. Lakini ukurasa wa 16 kuna habari inayosema shambulizi la Marekani nchini Nigeria mjadala mzito. Shambulizi la Marekani nchini Nigeria ni mjadala mzito. Na tukiachana sasa kwenye gazeti lako la Mwananchi, tuangazie gazeti lako la Habari Leo lenye inaanza na habari inayosema vyumba 100 za kumbwa na mafuriko Tabora. Nyumba 100 za kumbwa na mafuriko Tabora. Ni baada ya mvua kubwa kunyesha. Nyumba zaidi ya 100 za kumbwa na mafuriko. Lakini kuna habari inayosema mageuzi makubwa ya kiutendaji jeshi la polisi. Mageuzi makubwa ya kiutendaji jeshi la polisi. Rais Samia agiza liwe jeshi la huduma na sila nguvu. Simbachawene ataka amani upendo ulindwe. Lakini wazee wasema Rais Samia anatosha. Hao ni wazee wasema Rais Samia anatosha. Hiyo ni habari ukurasa wa pili. Lakini Mwinyi, amani ni neema kubwa ya taifa. Huyo ni Dr. Mwinyi asema Mwinyi asema ni neema kubwa kwa taifa. Na hospitali ya Temeke kuchunguzwa kiutendaji. Hospitali ya Temeke kuchunguzwa kiutendaji. Hiyo ni habari endelea ukurasa wa 4 kwenye gazeti la Habari Leo. Lakini bado kuna habari inayosema Tanzania yavunja rekodi utalii 2025. Tanzania yavunja rekodi utalii 2025. Hiyo ni habari endelea ukurasa wa 3. Lakini bado kuna habari inayosema mke wa mchungaji ajinyonga siku moja kabla ya Krismasi. Mke wa mchungaji ajinyonga siku moja kabla ya Krismasi. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Habari Leo, inaendelea ukurasa wa 3. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiangazia kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo lenye kwenye habari kubwa ukurasa wa mbele inaandika Dr. Samia atoa zawadi kwa waumini wa Kikristo. Dr. Samia atoa zawadi kwa waumini wa Kikristo. Lakini Masudi agiza uhifadhi nyaraka visima vya mafuta. Masudi agiza uhifadhi nyaraka visima vya mafuta. Lakini kuna habari inayosema Dr. Mwinyi tuendelee kudumisha amani. Huyo ni Dr. Mwinyi asema tuendelee kudumisha amani, huku Dr. Samia kulifumua jeshi la polisi. Dr. Samia kulifumua jeshi la polisi.
Lakini bado kuna habari inayosema mshambulio la kujitoa muhanga la ua waumini msikiti Nigeria. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo kwenye kurasa za mbele. Lakini gazeti lako la Uhuru lenye linatuhabarisha asubuhi ya leo nasema Rais Samia kusuka upya jeshi la polisi. Rais Samia kusuka upya jeshi la polisi. Lakini Dr. Gwajima aonya watu wazima ovyo mitandaoni. Huyo ni Dr. Gwajima aonya watu wazima ovyo mitandaoni. Huko Askofu Malasusa ataka amani isichezewe. Huyo ni Askofu Malasusa ataka amani isichezewe. Lakini fyekeo la Dr. Mwigulu Temesa la waibua wadau. Fyekeo la Dr. Mwigulu Temesa la waibua wadau. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Uhuru kwenye kurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiachana gazeti la Uhuru, tuangazie kwenye gazeti lako la Wamachinga sauti ya wanyonge linaloanza na habari inayosema Askofu Chilongani alia na amani nchini. Huyo ni Askofu Chilongani alia na amani nchini. Lakini wanne wafariki dunia kwa kuangukiwa na ukuta. Watu wanne wafariki dunia kwa kuangukiwa na ukuta. Lakini Dr. Samia amulika jeshi la polisi. Dr. Samia amulika jeshi la polisi. Waziri Simbachawene ataja maagizo yake ikiwemo jeshi la polisi kuwa la kutoa huduma. Lakini taratibu za ukamataji mtuhumiwa kurekebishwa, asisitiza Watanzania kuipenda nchi yao. Lakini mbaroni kwa tuhuma za kumkata vidole mwanafunzi Lushoto. Hiyo ni habari ukurasa wa pili kwenye gazeti lako la Wamachinga, inasema mtu mmoja mbaroni kwa tuhuma za kumkata vidole mwanafunzi huko Lushoto. Lakini baadhi ya wanawake hulala na suruali. Baadhi ya wanawake hulala na suruali. Hatua hiyo inatajwa kama ukatili wa kisaikolojia kwa wanaume Iringa. Hiyo ni habari endelea ukurasa wa tatu kwenye gazeti lako la Wamachinga. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiachana kurasa za mbele za magazeti mbalimbali nchini Tanzania, tuangazie sasa kwenye kurasa za michezo na burudani. Gazeti lako la Wamachinga linaanza na kurasa za michezo inayosema Uchizi Vunga kutua ligi kuu NBC dirisha dogo. Uchizi Vunga kutua ligi kuu NBC dirisha dogo. Lakini TRA United yatajwa kujitosa kwa Inonga Veran. TRA United yatajwa kujitosa kwa Inonga. Lakini Mwamnyeto awakuna mashabiki Bongo. Mwamnyeto awakuna mashabiki Bongo. Huku Makonda ataka maombi kwa Taifa Stars leo. Huyo ni Makonda ataka maombi kwa Taifa Stars leo. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Wamachinga kwenye kurasa za michezo. Huku gazeti lako la Zanzibar Leo linaandika endelezeni sanaa bila kuathiri utamaduni. Huyo ni Waziri Pembe asema endelezeni sanaa bila kuathiri utamaduni. Lakini Zimbabwe Angola zatoshana nguvu AFCON. Zimbabwe Angola zatoshana nguvu AFCON. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo kwenye kurasa za mbele. Pata na kuna nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini gazeti lako la Uhuru lenyewe linaandika kete muhimu kwa Taifa Stars AFCON. Kete muhimu kwa Taifa Stars AFCON. Lakini kuna habari inayosema Edna Lema awaita mashabiki KMC. Lakini Morocco atoa 5 kombe la mapinduzi. Morocco atoa 5 kombe la mapinduzi. Tanzania na Uganda katika takwimu uchaguzi TPC Januari 25. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Uhuru kwenye kurasa za michezo. Lakini kwenye gazeti lako la Habari Leo lenyewe kuna michezo inaandika Angola Zimbabwe hakuna mbabe. Stars yapania kuizima Uganda. SFAR Rabat yapigwa rungu Yanga ya chekelea. Lakini timu za nyika kuondoka Januari. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Habari Leo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini gazeti lako la Mwanaspoti kwenye michezo inaandika Simba ya anza na beki Msauzi. Simba ya anza na beki Msauzi. Dua zenu kwa Taifa Stars. Hii ni mechi 23 kwa timu hizi kukutana tangu mwaka 2007. Lakini Stars katika fainali 3 za AFCON zilizocheza haijawahi kupata ushindi. Hiyo habari inapatikana kwenye gazeti lako la Mwanaspoti. Lakini habari kubwa ni dua zenu kwa Taifa Stars dhidi ya Uganda. Lakini tukiangazia kwenye gazeti lako la Nipashe Mwanga wa Jamii lenye kwenye michezo linatuandikia habari inayosema Simba Yanga macho kombe la mapinduzi. Simba Yanga macho kombe la mapinduzi. Lakini Stars kuandika rekodi AFCON. Stars kuandika rekodi AFCON. Huku Gamondi ahidi ushindi leo akisema ni dabi ya Sekafa. Warabuni Waganda wakiri mechi ni ngumu. Lakini kimataifa Amorim afunguka maino ni hazina. Kimataifa Amorim afunguka maino ni hazina. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Nipashe
kwenye kurasa za michezo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini habari kubwa kwenye gazeti ya Nipashe ni Stars kuandika rekodi AFCON dhidi ya Uganda. Hiyo ndio habari kubwa kwenye gazeti lako la Nipashe. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za michezo ndio linatufungia usomaji wa magazeti kwa asubuhi ya leo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Asanteni kwa utazamaji mwema na kwaherini, asubuhi njema.